Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Tunasoma Mambo ya Walawi sura ya 22 mpaka sura ya 23. Tunaendelea kujifunza habari ya utakatifu na tunaona wana wa Israeli walikuwa wakielekezwa kwamba wanatakiwa kujitenga na vitu vitakatifu wanapofanya unajisi. Yaani mtu anapokuwa najisi hatakiwi kusogelea kabisa vitu vitakatifu, hatakiwi kabisa kusogelea mahali patakatifu. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kujifunza sisi watu wa kizazi hiki. Wewe kama unahudumu mahali patakatifu, tuseme labda unahudumu kanisani, wewe ni mchungaji, wewe ni mwimbaji, wewe ni mpiga vyombo vya uimbaji, unatakiwa kwanza kabla ya kushika kile chombo ama kabla ya kuanza kuimba, kabla ya kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, unatakiwa uende mbele ya kiti cha rehema, uombe toba kwa yale makosa ambayo umeyatenda, uombe damu ya Yesu ikutakase. Yaani kuwa mtakatifu unapokuwa mahali patakatifu, hasa mahali pa ibada. Na unapotaka kumsogelea Mungu kwa maombi, anza kwanza kwa toba. Kwa sababu tunakosea kwa kuwaza, tunakosea kwa kunena, kuwasengenya wengine, kwa wazia wengine vibaya. Tunatakiwa wakati wote tuwe watu wa toba kabla ya kuingia mbele za Mungu na kuanza kuomba mahitaji yetu. Vile vile ametukumbusha habari ya sadaka, usisahau kutoa sadaka. Sadaka ya kwanza nilisema ni moyo wako na kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Na sadaka nyingine ni wewe kuishi maisha ya utakatifu. Tunaendelea na maombi yetu. Muombe Mungu akusaidie kuishi maisha ya utakatifu ili uweze kumpendeza yeye naye akupe haja ya moyo wako. Nikutakie siku njema, tukutane tena kesho.